unapenda kutabasamu. Sasa na unapenda mtu akiwa anakupokea tabasamu? Of course najua unapenda, kwa sababu kila mmoja anapenda kuzungumza na mtu ambaye anaonekana yuko cheerful, anatabasamu. Lakini nataka nizungumzie kidogo kuhusiana na tabasamu. Ndugu yangu, sio kila tabasamu ambalo unaloliona linamaanisha ya tabasamu kweli. Matabasamu mengine ni kazi za watu. Mfano kama mtu anayefanya kazi hotelini, ukiona na tabasamu, uso wake umechangamka, ujue ile ni customer care, yani ile ni kazi. Kile ni kifaa cha kazi. Kwa hiyo usije ukatafsiri tofauti. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akawa anatumia tabasamu kama kitu cha kuficha hisia zake. Kwa hiyo tafsiri ya juu ya tabasamu isikusumbue sana. Unaona? Lakini mwingine anaweza akawa anaonekana anatabasamu kumbe anaogopa. Yaani unaona mtu kama ametabasamu lakini kumbe anaogopa. Kwa hiyo sio kila tabasamu ni tabasamu. Matabasamu mengine ni kazi, lakini matabasamu mengine yameficha kitu fulani. Lakini pia of course kuna tabasamu. Cha msingi sana tuwe tabasamu kwenye maisha ya watu. Nashukuru sana kwa kufuatilia kipindi hichi cha mazungumzo ya hekima. Niliona leo nikupe tu hicho kidogo. Asante sana.